Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 5 nimekwambia kuanzia mstari wa 21. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Nilisema ukiona msisitizo huu ujue ni jambo la muhimu sana. Ile kwamba kuna mashahidi wa kwanza Mungu, mwanae pia Yesu, alafu na malaika wateule. Basi Paulo alikuwa anamaanisha kitu cha muhimu sana. Na akasema uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka, usifanye na lolote kwa upendeleo. Yaani kuna mambo aliyokuwa anatakiwa yafanye ambayo yameelekezwa hapo juu, na mengine yawezekana yakawa kwenye maeneo mengine, lakini afanye sawa sawa, asihukumu kwa haraka wala asifanye neno kwa upendeleo. Kusudi kubwa lilofichika ndani ni kwamba kuna makosa hayatakiwi. Anatakiwa afanye kitu ambacho hakina makosa wakati wa utumishi wake. 22. Hapa ndipo tutapata somo la leo kwa ufupi. Usimwekee mtu mikono kwa haraka, wala usishiriki dhambi za watu wengine. Jilinde nafsi yako, uwe safi. Haya ni maneno ya muhimu sana. Usimwekee mtu mikono kwa haraka, wala usizishiriki dhambi za watu wengine. Ujilinde nafsi yako, uwe safi. La bashiba. Jamani, kuna mazingira ambayo sasa yanaendelea na matukio yamezoeleka makanisani yanayofanya tunagawana dhambi. Sawa? Somo la leo kwa ufupi, andika usio mwepesi kuwekewa mikono. Usio mwepesi kuwekewa mikono. Huo ni ushauri wangu kwenye maisha yako ya kesho. Usio mwepesi kuwekewa mikono. Kuna kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye makanisa mengi, utamaduni ambao haupo kwenye Biblia. Jumatano nilikuwa na wanafunzi wa shule ya Mungu na niliwafundisha somo fulani interesting sana. Lakini hii ni part B. Somo limeanzia kule ambako Jumatano niliwaambia watoto kwamba Jumatatu ya Pasaka kuna mahali tulienda na vijana wangu wawili, tukakuta matukio fulani yanafanyika. Nikamwambia watoto nina mengi ya kujifunza. Na baadaye nikapata somo la kwanza nikalishiriki Jumatano. Litakuwa YouTube, hata kama nitachelewa kuliposti, lakini litakuwa YouTube na litasaidia wengi. Leo tunajifundisha part B, usio mwepesi wa kuwekewa mikono. Kuna vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi makanisani ambavyo nikikuuliza swali wamevitoa wapi, utaniambia utanipa mstari mmoja tu. Ule mstari wa wekeni mikono kwa wagonjwa ndio mstari utakaonipa. Kuna tabia sasa hivi ya mchungaji anakuja hapa kanisani. Akija hapa kanisani, angalau kidogo inakuwaga ni salama, kwa sababu mchungaji mwenyeji anaweza kuwa amemwalika, anamfahamu angalau kidogo. Kwa sababu hili somo lina sehemu mbili. Usio mwepesi wa kuwekea mikono mtu, usio mwepesi pia wa kuwekewa mikono. Na pointi kubwa ni kwamba
iko hapo kwenye mstari huo wa 22. Chini kabisa kuna masuala ya utakatifu ambao ni utakatifu wa nafsi ya mtu. Kama anasema ukimwekea mkono mtu kwa haraka unaweza ukashiriki dhambi yake na ukanajisika. Uwe na uhakika pia na wewe ukiwekewa mikono na mtu ambaye hayuko sawa unaweza ukanajisika. Na unaweza ukaingiwa na roho chafu kwa kuwekewa mikono. Sasa hili somo lina pande mbili. Kuna wahubiri na kuna wahubiriwa, linawahusu wote. Unakuta mfano wewe unatoka tu hapo umesikia kuna kongamano, umeenda. Wanahitaji kuombewa, huko mbele. Wanahitaji sijui kuwekewa mikono, huko mbele. Umebandikwa mikono na fulani, umebandikwa na fulani, umebandikwa na fulani. Kila mtumishi nchi hii amekuwekea mikono. Nyinyi mnadhania ni game. Na mstari mnaotumia kujitetea ni huo mmoja. Nitaweka mikono kwa wagonjwa nao watapona. Kwa hiyo nikibandikwa mkono napona. Pia mimi nikiwa nafanya huduma basi lazima nibandike mikono watu. No. Haviendi hivyo. Sio jambo rahisi kiasi hicho. Sasa leo tujaribu kupita kwenye maandiko. Yeye aliyewaambia mbandike mikono, yeye alikuwaga anabandikeje mikono? Yaani Yesu aliyewaambia hawa watumishi wabandike mikono kwa jina lake, yeye alikuwa anabandikeje mikono kwa jina lake? Na ni mara ngapi alibandika mikono? Au alikuwa na desturi ipi ya kubandika mikono? Unajua, huwa nawaambia watu, usichukue mstari mmoja wa Biblia ukajitengenezea sentensi yako. Ukajitengenezea msimamo fulani. Imeandikwa utabandika mikono. Akija tu mchungaji hapa anatamani abandike watu wote. Umetoa wapi? Akienda kanisa lingine abandike mikono watu wote. Juzi tuko pale niko Machamegelsi, nikaona vijana fulani hivyo wa Swahili, mmoja ni Mswahili mwingine sio Mswahili, wanajiita watumishi wa Mungu. Mmoja naona ni mtumishi, mwingine ni Mswahili tu. Anamwambia mtumishi wa Mungu ambaye naamini yeye ni mtumishi wa Mungu na angalau naamini. Asha yule binti mwai yule binti mwai. Hakikisha unambandika mkono asiende bila mkono. Nikamwangalia, kasema vijana wanabangesha. It's like a game. Nikamchezwa. Sikilizeni niwaambie. Twende tukamsome kwanza Yesu. Yesu mwenyewe kwanza. Alikuwa akikutana na wagonjwa. Alikuwa anafanyaje kwanza? Ili tupate kanuni mama inayofanya umbandike mtu mkono. Kanuni mama inayofanya ukubali kubandika mkono. Okay. Kitabu cha kwanza kabisa, Marko 10 kuanzia mstari wa 46. Marko 10:46. Wengi wana mapepo kizazi hiki wameyabebea kwa hao wanaitwa wahubiri. Wachungaji wengi pia watoto wameharibika, wao wenyewe mambo ni mabaya kwa kubandika mikono watu. Ndio maana mimi game ya kubandika mikono watu, hata wanafunzi au watu mnaonifahamu, kuna watu nimekaa nao kwenye utumishi muda, hakuna hata siku moja nimeshawabandika mkono. Ninaogopa kwa sababu Biblia ilielekeza usiwe na haraka. Sio kitu ambacho ni rahisi tu pa. Wala wewe usiwe mwepesi wa kutenga kichwa yako. Hicho kichwa chako ni lango. Mtu akiweka laana inakaa hapa, akiweka baraka pia inakaa hapo. Biblia inasema wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa,
mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Biblia watu wasomaje kwa macho, wanasomaga kwa hisia, sielewi. Hapa ukiangalia kitu cha kwanza, Yesu alimwona ni kipofu na pia ni maskini. Swali, kwa nini amuulize unataka nikufanyie nini? Wengekuwa watumishi wa leo, wengemuuliza unataka nikufanyie nini? Si ingekuja tu akabandikwa mkono, kuja toka pepo, kuja kwa jina Yesu. Lakini Yesu mwenyewe cha kwanza kabisa akamuuliza, rafiki, unataka nikufanyie nini? Naye akajibu, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Twende nyingine afu nitawaambia kilichofichika. Twende nyingine kwanza, sio na haraka. Luka kwanza. Luka sura ya hiyo sura 18, ni story hiyo kipofu hiyo. Sura ya 18 Luka mstari wa 35. Ikawa alipokaribia Yeriko. Sasa kuna matukio mawili, yani matukio tofauti. Wote hao ni vipofu, lakini ni vipofu. Ngoja tusome. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka, na aliposikia makutano wakipita, aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akaomba aletwe kwake, na alipomkaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Twende kitabu cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matawi matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke au yatibuliwe. Kwa maana kuna wakati ambao malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 30 na ngapi? Na 8. Yani alishakuwa maarufu kweli kweli.
mgonjwa asiyeponaga wala kimbii kituo. Yesu alipomwona huyu amelala, wako wengi, akamwona huyu wa miaka 38 akaenda kwake. Naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Unaelewa? Yaani Yesu anaenda kwa mgonjwa na anamfahamu huyo mgonjwa kwamba huyu bwana ni mgonjwa maarufu wa siku nyingi, yuko hapa. Anajua kabisa. Sasa sikiliza. Akamwambia, wataka kuwa mzima? Yaani unaenda kwa mgonjwa halafu unamuuliza, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Sikilizeni watu wa Mungu. Kwanza kabisa, ushauriwi kumwekea mtu mkono. Sana uwe mwepesi wa kuwekewa mikono. Yaani ile mtu anakuja anakimbilia kwenye kichwa chako kukuwekea mkono. Hapana, mkimbie kabisa. Kibiblia Yesu aliweka mikono baada ya kumuuliza mlengwa, na mlengwa akakubali. Na kama Yesu alifanya hivyo akamwekea mkono mlengwa baada ya kukubali, mimi ni nani na yule mhubiri mwingine ni nani hata akuwekea mkono haraka ukubali? Kwa hiyo haishauriwi ukubali kuwekewa mikono haraka, wala haishauriwi uweke mikono kwa mtu haraka. Kumbuka kuna vitu ambavyo ni kanuni maandiko yameweka, na kuna vitu ambavyo watu wanavitumia kwa sababu ya uzembe wao binafsi na kutokuwa makini. Kwa sababu kanuni ya maandiko ni kwamba usio mwepesi kuweka mikono, lakini pia kinyume chake na usio mwepesi kuwekewa mikono. Huo mkono umebeba nini? Lazima uwe na uhakika 100%. Mkono umbeba nini? Kama hauna uhakika wa mkono umbeba nini, usikubali kuwekewa huo mkono. Lakini pia lazima nawe uwe una uhakika kwamba una kitu cha kumwekea mtu kwenye kichwa chake ukimwekea mkono na Mungu amekupa. Usiweke tu mikono, kwa sababu badala yake kinachotokea ni kwamba kama unamwekea mkono wakati hujapewa kitu na Mungu, moja, unaweza ukaruhusu laana iliyoko juu yake ikae juu yako wewe. Ndio maana Paulo akashauri usishiriki dhambi za wengine. Kwa unaweka mkono kwa mtu alafu unabeba ile dhambi. Wachungaji wengi wamefia hapo, wainjilisti pia wamefia hapo, wahubiri na familia zao kwa ujumla zimefia hapo kwenye masuala ya kubandika mikono. Imekuwa ni fani makanisani sasa hivi. It's like a game. From nowhere to na pepo toka juu mtu. Baraka zikae juu yako. It is not like that. Yaani Yesu mwenyewe akufanyaga hiyo biashara. Alikuwa anamuuliza mtu na anaangalia pia Mungu anakusudia kufanya hilo. Ndio maana Yesu alikuwa anasema kila anachomuona Baba anafanya ndicho na yeye anafanya. Hakuwa anafanya tu kila ambacho Baba anafanya na yeye ndo alikuwa anafanya. Lakini leo we just do it. Huduma sio ya kwako wala sio ya kwangu. Huduma ni ya Mungu peke yake. Na kama huduma ni ya Mungu, yeye ndio organizer, yeye ndio controller. Anakusudia siku ya mponye nani, aanze na nani, amalize na nani, ni yeye, sio mimi wala sio wewe. Kwa hiyo be very care. Usio mwepesi wa kukimbilia tu kuweka mikono. Na wewe usipende kuweka mikono, hasa wadada. Na hasa pia watu mwenye changamoto. Si kila changamoto inaondolewa na mkono. Changamoto nyingine ipo kwako kuimarisha kiroho. Changamoto nyingine ipo kwako pia kukuandaa kurekebisha karakta zako.
kutengeneza tabia zako. Changamoto nyingine iko kuimarisha kwa ajili ya promotion. Changamoto nyingine iko kutengeneza kiufahamu. Changamoto nyingine iko kusaidia uombe. Changamoto nyingine nataka umtafute Mungu ili ufike mahali anataka. Kwa hiyo kubandikwa mikono sio solution. Kubandikwa mikono sio solution, na wewe kumkuta mtu mwenye changamoto kumbandika mikono sio solution. Sometimes we need to go far. Na maandiko ndio basement au mahali tunapotakiwa kufanya reference kwa umakini na kwa usahihi. Nafikiri somo hili litakusaidia sana, usije ukakamatwa na adui afu akakung'ata akakumeza. Ukiharibika, ukiangukia kwenye laana. Familia za wachungaji wengi zinaharibiwa kwa sababu hiyo tu. Mchungaji anaenda kanisani au kwenye mkutano wa Injili, anaenda kukusanya mapepo na laana za watu, analeta kwa mke na watoto. Hivyo mwingine anaenda kwa mhubiri huko, mzinzi mchafu, ana laana zake, ana mambo yake, unaenda kukusanya laana, unaongezea na ulionayo. Sometimes ulikuwa huna laana, ilikuwa ni mkono tu wa Mungu uko juu yako kukusaidia upite mahali ile uandaliwe. Sasa umeenda kuchukua laana ili ikuue. Unategemea nini? Inakuua na Mungu anabakia kushangaa. Kwa sababu maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mungu akubariki sana. Kuwekewa mkono, chukua muda, chukua tafakari, nenda kiroho pia, uliza Mungu, angalia wepesi wa moyoni, consider vitu vingi. By the way, ni kitu cha kuteki riski kubwa sana. Na mpaka Mungu akupe ule uhuru unaotokea kwenye maarifa. Sio uhuru wa kutokea kwenye hisia, kwa sababu kuna ule uhuru unaotokea kwenye hisia. Changamoto ni nyingi hisia, matatizo ni mengi misiba na nini vimejaa around my life, kwa hiyo bora tu vyovyote vile mimi nataka tu niwekee mikono. Uone ujinga. Chochote kile unachokifanya lazima utumie imani, lakini imani haifanyi ukalie akili. Kwanza imani ni neno la Mungu, ambalo neno la Mungu ni uelewa. Linapokuja ndani yako linakupa uelewa. Sasa ule uelewa ndio unazaa kitu kinaitwa imani. Kwa hiyo hatuchuagi imani kutoka hewani. Tunachukua imani kutoka kwenye uelewa, kwenye maarifa sahihi. Ndio unapata imani, alafu ile imani unaiapply. Ukishaiapply inafanya kazi kabisa na Mungu anakuinua. Sasa wengi tuko wajinga, nothing in a head, afu wanasemaga wana imani. Wengi wamekufa kwa neno imani. Pole sana, lakini Mungu akusaidie. My prayer, usiharibikiwe mchungaji au mtumishi pia, na wewe usiharibikiwe. Amen.